Habari yako mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Ewura Podcast. Karibu tena kwenye episode nyingine ya Ewura Podcast. Jina langu ni Janet Mesomapia na kama kawaida huwa na furaha sana kukuletea wataalamu mbalimbali ambao wanazungumzia masuala tofauti kwenye sekta za nishati pamoja na maji ambazo kimsingi zinadhibitiwa na mamlaka ya udhibiti huduma za nishati na maji yani Ewura. Na leo studio ninaye mgeni mtaalamu ambaye atakwenda kuzungumzia au atatuongezea uelewa kwenye masuala ya uvunaji wa maji ya mvua. Bila shaka unafahamu umuhimu wa huduma ya maji kwa shughuli zetu za kila siku. Karibu sana, na kama nilivyosema tunaye Engineer Linda. Engineer Linda, no. How are you my brother? I'm okay. Karibu sana. Asante sana. Mimi nakufahamu Engineer Linda kama nilivyokutambulisha. No. Lakini jitambulishe wewe mwenyewe, tuambie jina lako kamili na Ewura unafanya nini. Karibu sana. Asante sana Janeti. Kama ambavyo nimetangulia kusema awali, mimi naitwa Bwana David Linda. Ni mhandisi. Nimeanza na bwana kwa sababu engineer ni professional. Lakini basi ni David Linda, ni mhandisi mwandamizi wa maji na usafi wa mazingira pale Ewura. Nipo ofisi za kanda ya Mashariki. Sawa. Yes. Karibu sana. Nashukuru sana. Yes. Kazi yako umesema mhandisi wa maji, lakini vitu gani hasa unavishughulikia kama mhandisi wa maji? Yes. Kama mhandisi wa maji na usafi wa mazingira tunashughulikia mambo kadhaa ya kiufundi kwa maana ya mamlaka ya maji, mamlaka ya huduma ya udhibiti wa huduma za maji na nishati Ewura. Tunalo jukumu la kisheria la kuhakikisha kwamba mamlaka za maji zinatoa huduma ambayo inakidhi viwango vya ubora. Sasa katika hilo mimi kama mhandisi nina jukumu la kuhakikisha nafanya kaguzi pia kuona kama kweli ile miundombinu itasaidia kufikisha huduma hiyo bora kwa wananchi. Lakini pia tunaangalia tunazo leseni ambazo zinatolewa na Ewura kwa mamlaka na inakuwa na masharti fulani kwamba ili upewe leseni kama ilivyo leseni ya gari kwamba ili upewe daraja A, daraja B, daraja C kuna vigezo. Sasa na kwetu pia kama Ewura natoa leseni ambazo zinakuwa na masharti ambayo mtu akiakizi anapewa daraja la kwanza, la pili, la tatu na lingine tunaita provision, maana yake hilo la chini kabisa. Sasa yale masharti tunapita pia kukagua mamlaka, je, anatekeleza au ameacha tangu alivyopewa leseni. Kwa hiyo sasa ni moja pia jukumu langu kama mhandisi wa maji kwamba kama alipewa jukumu la kuhakikisha anapunguza maji yanayopotea au anatakiwa kisha watu wanapata maji masaa 24 kwenye ile leseni aliyopewa, basi nafika pale kukagua kuona kama kweli huduma zinazotolewa zinakidhi ile takwa la kisheria pamoja na kukidhi matakwa ya leseni. Lakini pia kuna bei za maji ambazo kama Ewura wanaziweka na zinapitishwa na Ewura baada ya mamlaka kuu imeomba. Sasa napoomba kuna vitu ambavyo wanatakiwa kuvifanya. Sawa. Tunapewa bei hii ili tusaidie kuongeza mtandao wetu wa huduma, ili kuhakikisha tunatibu maji, ili kuhakikisha wafanyakazi wetu wako pale masaa 24 wanafanya kazi. Sasa ni wajibu, ni sehemu ya majukumu yetu pia kwamba tunapita pale kuona kweli kama ilivyoelekezwa kwenye ile tunasema ni tariff order, nisemeje, ni kanuni ambayo inakuwa imetolewa wakati unapitishwa ile bei. Sasa tutaka tuangalie huyu mtu anatibu maji na je ameongeza network yake kwenda kwa watumiaji na vitu kama hivyo. Okay. Naam. Na maana hilo linajibu pia kwa ujumla wake Ewura inasimamiaje sekta ya maji, na wewe kama mtaalamu hayo ndio majukumu yako. Leo tunazungumzia uvunaji wa maji ya mvua. Uvunaji wa maji ya mvua ni nini kwa lenzi ya kitaalamu? Kwa sababu tumezoea tunavuna maji, mvua ikinyesha majumbani tunakinga kawaida. Ukisikia uvunaji wa maji ya mvua ni nini na una umuhimu gani? Nashukuru sana Janeti. Kimsingi kabla sijajibu uvunaji wa maji ya mvua ni nini, hebu nijaribu kudokezea hili.
niulize tu kwamba hivi tukikaa mathalan miaka 5 bila mvua kunyesha, ni kitu gani kinaweza kutokea kwenye sekta ya maji? Hii nataka tuweke wazi kwamba kimsingi ikitokea hakuna mvua, nafikiri miaka 5 ni mingi, miaka 2 tu bila mvua, kuanzia Januari hadi Januari hamna mvua, nataka nikuthibitishie kuwa huduma ya maji itakuwa ni changamoto kubwa. Sasa kwa kusema hayo, maana yake ni kwamba inadhihirisha kwamba tunatumia maji ya mvua pia. Sawa. Aidha ni moja kwa moja au kwa njia nyingine. Sasa nimeanza na hilo ili tuwe pamoja kwamba kwa nini uvunaji wa maji ya mvua na uvunaji wa maji ya mvua ni nini. Hatujavuna labda kwenye vyombo vyetu, lakini je, tunayatumia? Naam, kama mvua ikikata miaka 5 tutakosa maji, maana yake ni kwamba tunatumia pia maji ya mvua. Na sababu ndio hii tunataka kueleza sasa kwamba uvunaji wa maji ya mvua maana yake ni tafuta namna ya kuyakusanya yale maji ambayo yanakuja, kuyakusanya, kuyahifadhi kwa kufuata taratibu fulani ambazo zimewekwa, ambazo zitakusaidia kupata maji safi na salama na kuhifadhi kwa ajili ya matumizi. Matumizi haya yako mengi. Kwa maana ya majumbani kutumia, kupika, kunywa kama umeandaa vizuri, lakini pia kumwagilia bustani huko, kwenye kilimo. Vipo vilimo tunasema ni vilimo ambavyo watu wamewekeza kwa kiasi kubwa, wanatumia maji na mfano pale Dodoma. Dodoma pale kuna sehemu inaitwa Bwawani, Hombolo Bwawani, kama mlishakusikia hiyo. Ule wanalo bwawa la maji pale ambalo wanamwagilia kwenye zabibu. Sawa. Kwa hiyo ni namna hiyo kwamba tunayakusanyaje yale maji, tunayahifadhi namna gani kwa ajili ya matumizi. Hiyo ndio tunaita uvunaji wa maji ya mvua. Naam. Okay. Naam. Umelielezea vizuri sana, na kwa maisha ya kawaida ukiwa umezoea unafungua bomba lako tu nyumbani unakinga maji, hauwazi sana kuhusiana na uhusiano wa upatikanaji wa maji ya kila siku pamoja na chanzo cha mvua ambacho labda wataalamu wanatumia teknolojia mbalimbali kuyakinga na kuongeza usalama wa maji kila siku. Safi sana. Na tuna teknolojia gani za kukusanya maji haya na kuyavuna? Naam. Kabla sijaenda kwenye teknolojia, mara nyingi na mimi nikoaga niseme ni changamoto hiyo. Kisikia nao teknolojia, tunapata shida. Teknolojia ya kuvuna maji. Kuna mitambo hii. Mitambo gani? Itakuwa mifumo ya ICT au namna gani? Lakini kimsingi niseme tu kwamba ni miundombinu ya uvunaji wa maji ya mvua. Sawa. Ipo aina gani? Iko ya namna gani na aina tofauti. Kimsingi tunapoongelea hili tunajaribu kugusia namna gani unaweza kuvuna maji ya mvua. Ipo, unaweza kutumia paa kwenye majumba zetu hizi, unakinga maji kwenye gata, unapata yale maji na hifadhi kwenye tanki lako. Lakini pia kuna teknolojia au miundombinu ambayo ni ardhini tu, watu wachimba bwawa pale, watengeneza bwawa ambalo kimsingi inatumika sana. Hata hapa nchini tunayo mabwawa kadhaa ambayo yanatumika kuvuna ile maji ya mvua na kupeleka kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Nitakupa mifano michache. Kwa mfano tunalo bwawa la maji pale Morogoro, Mindu inatumika pale. Yale ni maji ya mvua yanakusanywa, na ndio maana kitokea ukame kabisa ule utakuta maji yamepungua kiasi ambacho watu hawawezi kupata maji tena. Lakini pia yako mabwawa, ukienda kule Tabora kuna mabwawa ya maji ya mvua kule. Lakini tukirudi mtaani huku sasa kwenye majumbani huku, hapo watu ambao wametengeneza gata, utaangalia zile kwenye bati. Kama kwenye bati, yes. Kama kuna kifaa kimetengenezwa, yes, kama bomba fulani ile nakusanya ile maji, mtu anaingiza kwenye tanki lake na hifadhi kwa ajili ya matumizi. Kwa hiyo hizo ni miundombinu ambayo tunasema teknolojia ya uvunaji wa maji ya mvua. Serikali
Kwa nini inaweka mkazo sana kwenye swala la uvunaji wa maji ya mvua? Sio tu kwa labda mamlaka kubwa ambazo zina hilo jukumu au wadau wakubwa, lakini hata kwenye majumba. Naam, hili ni jambo mtambuka, niseme hivyo. Halijaanzia tu hapa kwetu nchini. Kimsingi ukienda kwenye malengo yale ya maendeleo endelevu ambayo yamewekwa na Umoja wa Kimataifa, yanasisitiza juu ya upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama. Sawa. Lakini imeenda mbali, moja ya lengo namba 13 inaongelea habari ya mambo haya ya mabadiliko ya tabia nchi, climate change, ambayo kimsingi yana madhara makubwa kwenye athari za upatikanaji wa maji. Na ni msukumo huo ambao pia serikali inaona, na tunashuhudia, sio tu kwamba inaona, lakini tunashuhudia yanatokea madhara kadhaa baadhi ya maeneo kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri huduma za maji. Ukame kwa mfano ambao nimeanza kusema awali kabisa. Lakini pia miundombinu ya maji. Kumbukwe mwaka jana kama mwaka juzi, natolea mfano wa mamlaka yetu hapa ya maji mji hapa Dar es Salaam, DAWASA. Walikuwa wanasafisha maji kutoka huko Lower Ruvu tunaita. Sasa katikati hapo, sababu ya mvua kunyesha, kuna wakati fulani zilisomba bomba. Najaribu kupate picha hiyo kwamba wakati huo wanapambana kurudisha huduma. Ningekuwa mimi kama mwananchi wa kawaida nimevuna maji ya mvua ninayo pale. Kwa lugha nyingine nisingeweza kuwasilika kwa kiasi kikubwa. Hilo la kwanza. Lakini pili, kubwa ni kwamba serikali inawapenda watu wake. Na ndio maana inasisitiza uvunaji wa maji ya mvua kama chanzo mbadala. Sio kwamba haina nia ya kupeleka huduma ya maji, kama chanzo mbadala. Ikitokea changamoto yoyote ambayo itaathiri upatikanaji wa huduma ile, basi chanzo mbadala kama kipo ambacho mwananchi mmoja mmoja unaweza kujikuta umejiwekea maji na ukawa unatumia kama chanzo mbadala. Lakini kubwa hasa ni kuhakikisha upatikanaji wa huduma ya maji kwa wananchi wake. Ndio maana kwa kuwa kama serikali, unajua serikali na wataalamu wengi, wanaweza wakaangalia kwa jinsi ambavyo mwenendo wa hali ya taifa na mambo mengine, wakaona kwamba miaka kadhaa inayokuja kunawezekana tukakumbwa na changamoto hii na hii. Sasa tunaposisitiza uwepo wa vyanzo mbadala kwa ajili ya kuwa na maji, sidhani kama ni dhambi. Hilo limeona hiyo imeisukuma serikali kuweka mkazo hata kwenye sera yetu ya maji ya taifa. Kwamba tunahitaji sio tu kwa ajili hapa nimeongelea kwa wananchi, lakini pia kwa kama taasisi, mamlaka za maji, kwamba tunahitaji kuwa na miundombinu ambayo inaweza kuvuna maji mengi na kasaidia pia kufika kwa wananchi. Kwa mwananchi mmoja mmoja, lakini kwa taasisi. Hivi karibuni tunaona serikali imewekeza hela kwenye bwawa la Kidunda. Bwawa la Kidunda lina lengo la maji yakishakuwa yamepokelewa pale, hata kama kuna ukame wakati fulani, maji yakiwa pale yanapokuwa yameachiwa kuja huku chini ambako ndo kuna mitambo ya kutibu maji, basi maji yaendelee kuflow, yaendelee kutiririka kwa muda mrefu ili kuhakikisha watu wanapata maji. Kwa hiyo mkazo wa serikali katika hili ni kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi, lakini pia ni kama sehemu ya kutunza maji kwenye vyanzo vyetu vile ambavyo tunavitumia. Badala ya kuachia maji mvua inyeshe, mafuriko makubwa, mito itapakae, maji yamesambaa huko na kule, baada ya siku mbili yote yametoka, kuna maafa na nini. Baada ya siku mbili yote maji yamepotea, yameenda huko Sibalini wapi ambako kwa kitu fulani hatuyatumii. Baada ya kuyaachia ende hivyo, basi serikali inasema hebu tuyahifadhi sehemu. Kwa sababu baada ya muda pia huwa yanakuwa hayapo. Tuyahifadhi tuweze kuyatumia. Kwa hiyo mkazo huu wa serikali ni kwa sababu ya jicho kubwa ilionalo serikali kwamba tunahitaji maji muda wote. Tunahitaji muda wote tuwe na maji ya kutosha. Ndio maana naona kuna mkazo wa namna hiyo. Naam. Nafikiri kuna mwongozo wa uvunaji wa maji ya mvua. Naam. Nafikiri wa mwaka 2020. Huu mwongozo unagusia vitu gani vya muhimu? Sawa kabisa. Yes, kuna mwongozo na
ulitolewa na Wizara ya Maji mwaka 2020 na mpaka sasa tunautumia huo. Mwongozo huu kimsingi unaendelea kusisitiza juu ya uvunaji wa maji ya mvua, lakini haswa namna gani, kwa sababu hapo ndio kuna changamoto Yes, unavunaje hayo maji ya mvua. Mwongozo umeweka vizuri miundombinu ya kuzingatia wakati wa kuvuna maji ya mvua, lakini pia ubora wa maji ili upate maji ambayo ni safi na salama, ni vitu gani vya kuzingatia, na kama unataka kuyatibu unaweza kuyatibu kwa staili gani, kuna kuchuja, unachujaje, ni vitu kama hivyo. Kwa mwongozo umeweka hivyo. Yote hayo ni kuhakikisha kwamba maji safi na salama yanapatikana kwa mwananchi. Na mwongozo ile bahati nzuri sio siri. Hata ukiingia hapo kwenye website hapo ya wizara utakuta pale mwongozo wa uvunaji wa maji ya mvua. Kwa mtu yote akiwa na akielewa faida za uvunaji wa maji ya mvua, kimsingi akitumia ile mwongozo pia anaweza ikawa ni kama jina lake lilivyo, mwongozo wa namna ya kuvuna maji ya mvua. Yes. Kwa hiyo kwa upande mwingine pia mwongozo umegusia hata miradi mikubwa. Unapoongelea habari ya kuvuna maji kama bwawa, ni vitu gani vya kuangalia? Tunaangalia mahitaji ya maji. Kwa hiyo bwawa hilo, ukubwa huo liwe na ukubwa ambao kweli utaweza kufikia, utavuna maji ambayo yatasaidia kufikia mahitaji ya maji. Lakini pia kuanzia kwenye kupanga, kutekeleza na kuendesha ule mradi. Yes. Mwongozo unatoa maelekezo ya namna hiyo. Naam. Kuna video tunakutana nazo kwenye mitandao, watu wakisema maji ya mvua ni hatari, maji ya mvua yanasababisha kansa. Naam. Hebu tuweke wazi leo, maji ya mvua ni salama kweli kwa matumizi ya majumbani, au yana athari za kiafya, yanasababisha saratani au magonjwa mengine? Kama mtaalamu, hebu tupe uelewa kwenye hili swala leo. Naam, ni hoja nyeti, lakini basi hebu tuiweke vizuri. Kitaalamu ningeweza kusema sio maji ya mvua yanaweza kusababisha saratani. Ni maji yoyote ambayo yanayo madini hayo ambayo yanaweza kusababisha saratani. Kwa mfano, kwenye zile clip kwa mfano wameongelea jambo la benzini kama moja ya madini ambayo yanaweza kusababisha saratani. Sasa kusema ni maji ya mvua ndio yanasababisha sio sahihi. Maji ya mvua yaliyochafuliwa na benzini. Nafikiri tuende kwa hoja hiyo. Kwa sababu kusema mimi nina nyumba yangu ya makuti pale nimeamua kuvuna maji ya mvua, sio kweli kwamba tayari kuna benzini humo. Nina nyumba yangu bati sio la rangi. Nikisema maji ya mvua maana yake namaanisha yote. Jambo ambalo sio sahihi. Sio sahihi, na najaribu kusema hiyo labda nijaribu kujengea hoja kwa nini nasema sio sahihi kuhitimisha hivyo. Na ni kitaalamu pia. Yes. Ni kweli kwamba bila kujali ni kisima, ni mto, ikikutana na hayo, kwa mfano tuchukulie maji machafu au maji taka yanayotoka kwenye kiwanda hicho ambacho kinatengeneza mabati, yakaingia kwenye chanzo cha laisi mto. Bila kujali kwamba ni mto, hujavuna kwenye mvua, utapata tu hiyo changamoto ya saratani. Lakini sio benzini tu, kuna madini mengi sana ambayo pia yanapatikana kwenye vyanzo vingine. Yanaweza kupatikana, sio yanapatikana, yanaweza kupatikana mpaka tafiti zifanyike uone kweli yapo au hayapo. Kuna madini tembo, kwa mfano arseniki, lakini kuna madini mengine kopa na vitu kama hivyo. Kuna madini mengi ambayo kimsingi mtu akiyatumia kwa njia ya maji, yakimwingia mtu mwilini kwa njia ya maji, bila kujali ni maji ya mvua, ni ya kisima au ni ya mto, atapata hiyo changamoto. Kwa hiyo nitaka niseme hili kwa sababu ukienda kwa mfano Arusha, utakutana na madini ya fluoride kwenye ground, kwenye maji ya visima. Ukienda nyanda za kusini huku Lindi, Mtwara, utakutana maji yana madini ya chuma. Ukienda sijui wapi, kuna maeneo tofauti. Sasa haya madini yapo madini pia ambayo yanasababisha saratani. Hayaangalii chanzo. Sasa nikisimama leo na kusema kwa sababu nimeona maji lese ya kisima Dar es Salaam ya nitrate na nitrate najua inaweza kusababisha saratani ya utumbo mkubwa, colon cancer.
yanasababisha hiyo ikiwa nyingi kwenye maji. Siwezi kusema maji ya kisima yanasababisha hiyo. Kisima kipi? Nafikiri ni vizuri kuweka vizuri. Kwa hiyo sio issue ya chanzo. So maji ya mvua nikiyavuna kwa njia nyingine bila kupitisha kwenye hiyo rangi pale yenye rangi, maana yake hayatakuwa na hiyo changamoto. Kwa hiyo ni maji ya mvua yaliyochafuliwa na hayo madini. Yes, nama tuweke hivyo. Lakini kwa maana nyingine ukiachana kwamba sio tu maji ya mvua, maji yoyote yanaweza yakasababisha madhara kama hayajatibiwa au hayajakusanywa kwa kuzingatia miongozo ya kitaalamu. Naam. Ndio inaweza kusababisha madhara makubwa. Na hilo nafikiri hata ukienda kwenye mwongozo wetu wa Wizara ya Maji ya mambo ya uvunaji wa maji ya mvua umeelekeza namna ya kuvuna maji ili upate maji safi na salama. Kuanzia kwenye miundombinu, lakini pia atibuje. Kwa hiyo ni muhimu sana kutohitimisha kwa chanzo tu. Kama chanzo chenyewe hakina hivyo vitu ila kinachafuliwa. Sasa uchafuzi tungesema uchafuzi unaoendelea unafanya maji yasifae, inaweza kusababisha madhara hayo ya saratani. Lakini sio kwamba maji ya mvua. Unajua kusema maji ya mvua inamaanisha yote. Yaani haijalishi umevunaje. Jambo ambalo nafikiri sio kitaalamu, sio sawa. Sio sawa. Kuhitimisha hivyo sio sawa. Na kama ambavyo nimesema awali pia maji ya visima ukikutana na yale madini tembo kama arsenic, kwa sababu si maji ya mvua naenda kunywa haya, kutana arsenic kule imeondoka. Ndio maana hata serikali imewekeza sana kwenye kutibu maji. Inaweka ile miundombinu tunasema ni conventional treatment plant. Kuhakikisha kwamba maji yale yanatibiwa yanafikia kiwango ambacho kinafaa kwa matumizi ya binadamu. Lakini darajani tutasaidia. Mimi nimevuna maji ya mvua kwa ajili ya umwagiliaji. Unajua ukiongea lugha fulani unaweza kufanya mtu akaona uhitaji kabisa kuvuna maji ya mvua. Kumbe wala sio hivyo. Kwa hiyo nafikiri kikubwa ambacho nazidi kusisitiza ni kwamba sio maji ya mvua yanasababisha saratani, ila ni maji ya mvua yaliyochafuliwa na madini hayo ambayo yanasemekana yanasababisha saratani. Kama hajachafuliwa ni maji safi na salama. Lakini pia umevunaje? Naam. Okay. Naam. Kwa hiyo ni sahihi kusema maji yoyote kabla ya kutumika, kunywa, kupikia, kwa ajili ya matumizi ambayo yataingia kwenye mwili wako, ili kuwa salama ni lazima yametibiwa. Ni sahihi kusema hivyo? Yes, ni sahihi kusema hivyo. Isipokuwa kinachotofautisha kwenye kuyatibu ni chanzo cha maji. Na ili tusiweke taswira ambayo sio ya kawaida sana, kutibu maji huko kuna kuaje? Ni yatibu yawe safi na salama. Kuna vyanzo ambavyo kutibu kwake maji kunahitaji kuchuja tu. Unahitaji kuchuja. Halafu yakawa yamefikia kiwango ambacho unaweza kuyatumia. Lakini kuna wakati ambapo tunahofia kwamba inaweza akawa na wadudu ambao hata ukichuja haweza asitoke. Kwa hiyo yanawekwa dawa. Yanawekwa dawa. Kwa hiyo swala la kuyafanya yawe safi na salama kiukweli yanatakiwa yatibiwe. Lakini ile milongo ya kuyatibu inatofautiana kati ya chanzo na chanzo. Kuna vyanzo ambavyo ukienda kwenye mito, kwa mfano mto Ruvu, kazi ya kuyatibu inahitaji milongo, mchakato mingi. Sio tu kuchuja na kuweka kwa watu, hapana. Taji hapo yaweke sehemu yatulie, punguze tope, utapeleka sehemu yatachujwa kidogo kupunguza vumbi fulani ambayo haitoki kwa kawaida. Utafika sehemu utaweka dawa. Kwa hiyo kunakuwa na process nyingi kidogo. Lakini hapo mengine ambayo, kwa mfano tukichukulia maji ya mvua haya, kama umeyavuna vizuri, unaweza kuhitaji labda kuchuja tu na kuweka kulikuwa na dawa moja tu auta gadi. Uliwahi kuisikia? Ukayatibu pale. Lakini pia ukipata mtaalamu wa kutibu kama umeyavuna mengi, anaweza kusaidia kuyatibu yakawa ni safi na salama kabisa. Lakini kulingana na unataka kutumia kufanya nini? Kunywa, kupikia, kumwagilia au kufanya. Kwa hiyo hata kutibu kunategemea na matumizi. Naam. Okay. Sasa kwenye uvunaji wa maji ya mvua ni namna gani salama
ya kuvuna maji ya mvua. Mwongozo uliopo unasemaje kuhusiana na kuvuna maji ya mvua kwa namna ambayo haitaleta madhara ya kiafya kwa mtumiaji? Nitagusia baadhi ya vipengele. Kwa hiyo ni vizuri nimpe msikilizaji nafasi ya kupitia pia ule mwongozo. Na mambo ya kusimuliwa. Ni vizuri pia ukipata nafasi ya kuona mwongozo unasemaje. Lakini kiukweli ni kwamba mwongozo ule umeelekeza kuanzia kwenye kuchagua ile miundombinu. Kwa mfano gata natakiwa kuwaje? Ni kitu gani kinatakiwa kuweka kabla ya kuingia kwenye tenki? Kuna vitu vinaitwa vichujio. Kuna sehemu unaweza kuweka ili kawe na chuja. Kwa mwongozo umeelekeza vile vitu. Ili kwamba wakati tunavuna uweze kuvuna maji ambayo yatafaa kwa matumizi. Lakini pia kuweka ile eneo ambalo litakusaidia wewe kuflash. Yaani maji yanavyokuja awali iweze wewe kama unasafisha bati, unasafisha paa lako. Yaweze lakini pia sasa hapo nimeongelea kwa level ya majumbani. Ukienda kwa level ya taasisi kama mamlaka za maji, mwongozo pia umeelekeza namna gani, ni vitu gani vya kuzingatia. Nafikiri nimesema awali kidogo, lakini kubwa ni kwamba kama ni bwawa linajengwa, ndio iweze kuvuna maji na ihifadhiwe sehemu gani ili kutoathiri ubora wenyewe wa maji. Kwa mfano, chukulia mfano umevuna maji, umeweka mazingira ambayo kuna uwezekano mkubwa wa maji mengine yanatiririka kutoka huko yanakimbiza kuja kuingia kwenye hilo bwawa ambayo kimsingi inasomba uchafu mwingi. Kwa hiyo kuna wakati mwongozo unaelekeza hata namna ni sehemu gani bwawa likae. Ili tuweze kuhakikisha tunapata maji ambayo hata tunapoenda kwenye kuyatibu siingie gharama kubwa. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Mwongozo umedokezea. Lakini kwa ajili ya msikilizaji na hasa wale kuelewa kule majumbani kule. Itakuonyesha tenki gani utumie. Unajua kwenye kuhifadhi maji huku hata ya matenki yanatofautiana. Ukihifadhi maji kwenye tanki jeupe na jeusi kuna tofauti. Tofauti wake ni? Tofauti. Kwa mfano kuna tenki ambalo linaruhusu mwanga kuingia. Kati ya jeusi na jeupe lipi litaruhusu mwanga kuingia kwenye maji? Jeupe, si ndio? Sasa mwanga ukishaingia kama ile maji ilikuwa na vumbi fulani, utaona ile maji muda sio mrefu sana yataanza kutengeneza vitu kama utelezi hivi. Kama utelezi. Maana yake umekutana mwanga, umekutana na vumbi mle na wadudu fulani wapo mle. Wakipata ile kitu wanatengeneza chakula chao, wanatengeneza uchafu mwingine kama utelezi fulani. Kwa hiyo utaona mwongozo ule umeelekeza hata aina gani ya matenki yatumike. Lakini pia umekuelekeza wewe una familia ya watu wangapi, unataka uvune maji ya kiasi gani, ya kufaa kwa muda gani. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Naam. Sasa Engineer Linda, kuna yule mtu ambaye anasema jamani, mimi huo muda wa kwenda Wizara ya Maji kuomba huo mwongozo ninaukosa. Sina bando la kutosha la kwenda kupitia huo mwongozo. Mwingine anasema jamani, mimi naweza kuangalia video nikaelewa, sijui kusoma. Hebu mweke wazi mtu ambaye nyumbani kwake anataka kuweka miundombinu ya kusanya maji na kuweza kuyatumia. Anatakiwa kama anaweka gata azingatie vitu gani, kama ni matenki yale, vitu gani vya muhimu sana anavihitaji ili anapovuna maji yake yawe salama kwa matumizi yake. Yawe salama. Nashukuru sana. Ni kweli umegusia sehemu nyeti kwamba kuna wengine kwanza na simu ambayo haimwezeshi kudownload chochote. Na kimsingi kwenye eneo la uvunaji wa maji ya mvua kama una paa lako na sasa naongelea paa bati, ndio? Bati. Mfano. Kuna vifaa vile vipo vinapatikana hata madukani. Gata. Ile gata sasa unaweza kaamua kwa mfano nataka kama lengo ni kuvuna maji mengi. Kuna mwingine anaweza kaweka sehemu kidogo, sio lazima weke yote. Ushapita sehemu unakuta nyumba zina kigata cha bati, hata bati la kawaida tu amekunja. Amekunja, ametengeneza ule fulani hivi, maji yanaondokea pale anavuna. Kwa hiyo ni vifaa hivyo kwamba tutakuwa na gata au kichoteo kile kwa ajili ya kukinga ile maji. Nitakuwa na bomba ambalo limekusanya ile maji kuelekeza kwenye tanki, aidha tanki la juu au umechimba
chini imetengeneza tanki kama tuseme chini imejengelewa kama kalo. Wanasema kalo imejengelea pale. Mwingine anasema tu mimi nina pipa langu nitaanza na pipa. Yes, pipa. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba kinachoamua ukubwa wa chombo chako cha kutunzia ni mahitaji yako. Mahitaji yako. Lakini tunachojaribu kusisitiza ni kwamba kama kila mtu atavuna maji ya mvua, si ndio? Maana yake ni kwamba sio tu kwamba atakuwa tuna maji pale, lakini pia atakuwa amepunguza hata maji kimbia hata mtaani huko kusababisha madhara mengine. Lakini kubwa ni kwamba hiyo vifaa gata. Sawa. Kuna tunaita screen, vichujio vile vya kuchuja maji. Sawa. Ambavyo vinafungwa wakati unaelekeza kwenye tanki, kuna sehemu unafunga pale. Lakini na tanki sio vitu vingi sana ukiangalia. Yes, kama unapata tayari paa yako ndio tunasema ni kama tunasema lugha ya kitaalamu tunasema catchment. Hapo ndo maji yanakuja kudondokea, lakini tunahitaji kitu ambacho kitakusanya ile maji kwenye gata hiyo. Hizo umelitengeneza wewe mwenyewe nyumbani pale wa kukunja mabati au yapo yale ambayo ya kitaalamu kabisa yametengenezwa pale madukani, umelinunua umeenda kulifunga pale. Lakini basi umeelekeza kwenye tanki lako la maji. Jambo ambalo nataka kusisitiza kwenye hili eneo la uvunaji kwamba tayari umeyavuna maji. Ni namna ya kuyatunza. Kwa sababu unaweza kawa na tanki lako vizuri tu alafu haulisafishi. Mwisho wa siku sasa maji yakiingia yanakutana na uchafu. Yanaanza upya. Sema yanaanza upya kuanza kuchafuka zaidi na zaidi. Na kubwa pia kwenye na lingine ambapo nataka kusisitiza kwa habari ya ile miundombinu, namna ya kuifunga. Ni vizuri kupata pia ushauri kidogo wa kitaalamu. Ingawa haizuii, yani mtu akiamua kubwa anachotaka si maji ya kinge ya uweze kuelekeza sehemu. Sasa kubwa ambayo unasema kienda kwa kitaalamu sana ndani unaweza kuona kama hii kitu ni teknolojia nyingine tena ngumu kweli kweli. Lakini kikweli ni kwamba bado pia kuna material ambayo yanapatikana tu tani tu, yani rahisi na unaweza kuyafunga. Kama kuna mtaalamu kusaidia kufunga bati hapo kapaua vizuri, anaweza kusaidia pia kufunga hiyo gata vizuri na ikakuelekezea maji yako sehemu nzuri. Kwa hiyo kama umeweka sehemu inachuja yale maji kwanza una flash yale maji ya awali ili stope vumbi lilokuwa kwenye bati. Kwa hiyo kama unasafisha bati kwanza kama ambavyo tunatumia hata kwenye vyombo vya kula, sio? Kisha kula sio vizuri, unarudi kesho nataka kuweka wali wako, unachukua sahani yenye ubwabwa wa jana naweka juu hapo. Maji yanataka kuja kwenye chombo kingine. Sasa chombo chako kimekaaje? Maana paa yako ndio kama chombo chenyewe ambacho nataka kukusanya. Kwa hiyo yakifika pale, hebu tusafishe kidogo kwanza. Safisha maji ya flash ile limekaa vizuri. Sasa ruhusu aanze kuingia kwenye container lako la kuhifadhia maji. Kwa hiyo kiwe yamechujwa vizuri, yanavyoingia pale yakahifadhiwa vizuri, yatakufaa sana kwa matumizi, na hasa nyakati ambazo zinakuwa na changamoto. Yapo maeneo wanasema sisi tunapata maji muda wote, lakini kuna changamoto za kihuduma. Inaweza katokea breakdown, ikatokea changamoto, bomba limepasuka kubwa, upati maji kwa wakati. Lakini pia kama ambavyo nimegusia awali kwamba kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi, kama watu wangekuwa wamevuna maji labda kwa amehifadhi kwenye tanki lake vizuri kabisa, amehifadhi, maana yake inapotokea na changamoto kama hizo anakuwa anaweza kuyatumia kama chanzo mbadala. Naam. Kwa hiyo kwa mfano mtu ana tanki amesha ya kinga maji ameshaingia, na umesema kwamba wataalamu wanashauri au inashauriwa kwamba maji yahifadhiwe kwenye tanki labda la rangi nyeusi. Baada ya hapo nini kinafuata? Labda unayatibu vipi? Yaani inakuwaje inakuwa salama? Ukishakinga tu tayari ameshaingia kwenye tanki inakuwa salama au unafuata utaratibu? Safi kabisa. Swali zuri. Hilo ni jambo la msingi sana kwamba tunayatibuje. Mwanzoni pale nijaribu kuelezea kidogo kwamba kutibu maji kunategemeana na chanzo. Sasa maji ya mvua umeshaweka mle. Kama umeweza kuyachuja
kwa kutumia chujio tu za kawaida. Kwa mfano wengine nasema anatumia kitambaa safi, ndio ukayachemsha. Kuchemsha nayo ni njia ya kutibu maji kama unaenda kwa ajili ya matumizi ya kunywa. Kuchemsha ni sehemu ya kutibu maji, lakini pia unaweza kaenda mbali. Ninaongelea, unajua kadiri maji yanachafua kulingana na eneo, kama ambavyo nimesema. Kama una bati la rangi bati la rangi nzuri kabisa, bati lako tunategemea pia utafute kwa ajili ya afya yako. Inapokuja swala la kuyafanya ile maji safi na salama, ni muhimu pia ukacheki wataalamu. Kuna dawa maalum za kutibu maji. Kwa mfano kuna dawa za kuua wadudu kwenye maji. Kaweka mle kama chlorine, kusaidia kutibu yale maji yakawa safi na salama. Lakini mimi nipo kule kijijini na nyumba yangu tu ya bati la kawaida kabisa. Yamedondoka pale, nimeyakusanya. Labda sina sim tank, nimechimba chini, nimepiga simenti yangu vizuri. Ninavyoyachota mle, nikawa niwe nachemsha. Kama nataka kunywa, ni vizuri kuchemsha. Ni vizuri kuchemsha. Lakini pia wakati anataka kuingia pale, kama ambavyo nimesema, kuna vichujio. Na vichujio ambavyo vinawekwa kabla ya kuingia kwenye tenki. Unaweka kwa ajili ya kutoa baadhi ya uchafu. Kwa hiyo kama utakuwa umeachuja kwa ile kuchuja kwa awali kwa kutumia zile screens kama vichujio vile vya kawaida, lakini ukiaika mle kwenye tenki, unapoenda kuyachota na kuyatumia, ukiyachemsha na kuchuja, itakuwa ni maji safi na salama kwa ajili ya kunywa, ukiyachemsha na kuchuja. Lakini kama pia nimesema pia kama tuna hofu kwamba yamepita kwenye rangi hizo, kuna namna nyingine pia ya kutibu ya maji. Sasa kitaalamu zaidi inaweza kaonekana ni una complication sana za kuyafanya yawe safi na salama, kutoa hiyo benzini na vitu gani. Lakini ukweli ni kwamba ili kuweza kuyatibu utakuwa kwanza yapime, uone kwanza hayo madini hapo kwa kiasi gani, na njia ipi inaweza kufaa. Sasa mnaogopa kuendelea kusema hapa tumia njia hii. Tumia njia hii, kumbe inawezekana njia hiyo sifae kwa maji mengine. Lakini kubwa ni kwamba nikitumia tu hiyo kwamba maji yamepita kwenye mabati ya rangi, na tunafikiri kwamba yamechukua ule uchafu, kwanza ni kuyapima kuona ipo kiasi gani. Kwa kutafuta mtaalamu ayapime, uone hayo madini hayo yapo kiasi gani. Kwa sababu pia Shirika la Afya Duniani limeweka kiwango cha hayo madini. Kwa mfano benzini hiyo ni kama 0.01 miligram, ule uzito ule miligram kwa lita moja ya maji, kwamba isizidi hapo. Sasa kama utayapima ukuta ni chini ya hapo, bado pia kiafya ikawa sio issue sana. Ingawa changamoto of course kuna ile kuwa unachukua kila mara labda zinakuletea, lakini kimsingi ni kwamba njia gani yatumika kutibu kemikali kama hizo zinaamliwa baada ya kuwa umeyapima. Ila mimi niseme tu kwa mpenzi msikilizaji kwamba maji ya mvua kama umeyavuna vizuri, paa lako lile umeflash vizuri, hategemei kuwepo na concentration kama vizuri, kiwango hicho kikubwa cha hayo madini, kiasi hicho. Kwa sababu pia uyeyukaji wake unategemea pia na joto lipo kiasi gani, na muda wa hayo maji yamekaa na bati hilo kwa muda gani. Sawa, sio tu tayari ameshakusanya wewe, haiko hivyo. Kwa hiyo ndio maana tunasema, na pale ambapo kunakuwa labda bati limekaa muda mrefu, wakati wa kiangazi, mpaka rangi imepigwa joto, mpaka imepigwa jua, mpaka imekauka namna fulani hivi ambayo kidondokewa tu kitu kina flash. Kwa hiyo kiflash ni kama umesafisha, mpaka inabaki ile level ambayo sasa inakubalika. Unaona ile unapochimba msingi, mfano chini, si ndio? Unachimba mpaka unatoa layer fulani ile tifutifu ile, mpaka unafika sehemu pagumu kidogo. Kwa hiyo ni kama vile unafanya hivyo kwenye bati, unatoa ile layer ambayo imekuwa imeungua, labda mwanzoni maji hajapita pale muda mrefu. Kwa hiyo akija anasafisha ile ina flash. Labda swali ni kwamba una flash kwa muda gani? Na flash kwa muda gani? Kitaalamu inashauriwa, sasa nikisema milimita si kama nitakuwa na itaeleweka vizuri kwa watu wote. Lakini basi kama mvua itaanza kunyesha, ukaruhusu angalau maji
tunatumia kwa mfano kwenye kutibu maji, huwa tunapenda kutumia dakika 30 za kama sehemu ya tunasema ni contact time, muda ambao maji yamekaa na kemikali. Dakika 30. Ukiacha maji angalau nusu saa yale ya battery ka flash na nini, kwa sababu kama mvua imeanza, si ndio? Unless kama sio masika. Kama labda kama zile mvua za mvuli, lakini kama ni masika kweli, mvua zinanyesha siku wiki ile day one, siku ya kwanza ile maji mvua imepiga nusu saa ikapita, atakuwa amefanya kiasi ambacho ametoa uchafu kwa kiasi fulani. Afu sasa waelekeza aendelee kuingia kwenye tanki lako. Ningeweza kutumia hiyo nusu saa baada ya kutumia zile data zile za milimita ngapi ambazo mtu atapata shida ya kuanza kupima na nini. Kwa hiyo cha muhimu hapa cha kuchukua ni kwamba kama una nyumba ambayo ina bati la rangi, kwanza tafuta mtaalamu apime kiwango cha hiyo inaitwaje hiyo benzini, ile kemikali ambayo ni actually ni same hiyo, lakini zinaweza kawa kemikali zaidi ya hizo. Wapime kujua kama kuna kemikali hiyo au nyingine, na utahitajika kutibu maji kiasi gani kutokana na bati ulilonalo na kemikali zilizo kwenye hilo bati kwenye maji. Lakini pia mvua inapoanza kunyesha, wataalamu wanashauri uache angalau nusu saa ya mvua kunyesha bila wewe kukinga hayo maji ili kwamba isafishe bati. Ni sahihi au? Na uko sahihi. Nimejaribu kutumia muda ili kuondoa vipimo. Nakwambia mtu pima milimita kadhaa, si pima lita kadhaa, atapata shida tu. Lakini kama maji hapo na mvua inanyesha muda mwingi, haikatiki ghafla, ukiruhusu hata dakika 30 hizo sio hasara. Utakuwa umeflash bati kwa kiasi fulani. Utakuwa umeflash. Na nimetumia hiyo dakika 30, labda ataulizwa umetoa wapi dakika 30? Ni kiwango cha wapi? Tunapotibu maji kwa mfano wa kutumia chlorine, huwa tunataka maji yakae angalau ile dawa ikutane na maji ili kwamba ikutane hata mdudu angalau dakika 30. Tunaita ni contact time. Ikae dakika 30 ifanye kazi vizuri. Nafikiri na huwa nasikia hata kuna baadhi ya dawa hata tunazokunywa za hospitalini. Unajua kunywa labda usile kitu fulani mpaka baada ya muda fulani au kaa muda fulani afu, lakini lengo ni kwamba unaruhusu muda wa hicho kitu kufanya kazi. Sasa dakika 30 nimechukulia kama sehemu ya contact time ya ile bati na maji yenyewe wakati wa kuflash. Hiyo dakika 30 sasa labda ni kwamba tunaweza kuendelea kupunguza dakika kulingana na ukubwa wa mvua. Mvua inaonyesha kubwa, inaweza ka flash haraka sana kuliko ikiwa ndogo ndogo. Kubwa zaidi ni kwamba maji ya awali achana nayo. Yaani ile ya awali kabisa, ni wewe mvua inakuja umeshaweka chombo kabla mvua unakimbia. Kabla haijachangamka. Mvua yenyewe haijafika, naona mvua inakuja, wekeni vyombo tuvune. Hapana. Ni vizuri. Okay, sasa wewe ni kuweka vyombo, lakini kuna ile mimi nina tenki bwana. Kwa hiyo tayari mifumo ilisha connect, ikija tu ni maji yanaingia. Sasa kuna hiyo wanasema first flash tank ambayo inaruhusu kumwagika maji. Ni namna fulani na design kwamba maji yakija ya mwanzo yanamwagika kwanza. Alafu baadaye ndio inaanza kuingia kwenye tank. Sasa hili nafikiri mpenzi msikilizaji, ingekuwa ni vizuri akapata pia pale mtaalamu tunaliwekaje. Tunalekaje hicho sawa. Tuzungumzie gharama. Mtu anapotaka kuweka miundombinu sasa kwenye nyumba yake ya kuvuna maji ya mvua, kuna gharama, makadirio ya gharama yakoje? Anahitaji kuwa amejipanga vipi? Okay. Kimsingi gharama ya kuweka miundombinu inategemea sana na mahitaji. Unahitaji maji kiasi gani? Nitatoa mfano mmoja ambao tuliwahi kufanya makadirio ya nyumba ya kawaida. Na hii tulikuwa tunaangalia mtu akitaka kuvuna maji pale Dodoma mjini. Anahitaji hela kiasi gani? Tukaona ilikuwa inaenda kama milioni 4. Ambayo sasa tumeweka kwa mtu anayetaka kuvuna maji ya lita 10,000. Lita 10,000 maana yake naongelea unit 10 za maji. Ambazo lita 10,000 sio maji kidogo hayo. Tulikuwa tunajaribu kuangalia kwamba akitaka kuvuna maji. Sasa
hiyo gharama itatofautiana kati ya eneo na eneo. Na unajua kwa nini itatofautiana? Kwa sababu nyingine kashuka chini hapo. Inaweza shuka chini hapo kwa sababu gharama ya kununua vile viungio vile ya kutengeneza bomba hilo mpaka lifike kwenye sehemu yako ya kutunzia. Inatofautiana kati ya mji na mji. Unajua ukienda hata tukienda kuuliza hizi plumbing hizi haya mabomba ya kawaida tu ya ndani gharama unavyouziwa Dodoma na Dar es Salaam na wapi inatofautiana. Lakini kubwa zaidi ni kwamba kama unahitaji tank hilo sim tank la lita 10,000 kwa mfano, ni tofauti na mtu ambaye anahitaji sim tank la lita 5,000. Kwanza kuta bei inashuka zaidi. Okay. Lakini pia kama unachimbia chini, unajenga tanki la chini, kimsingi pia itakuwa bei yake ni tofauti. Lakini kama ambavyo nimegusia, hiyo milioni 4 tuliwahi kufanya kwa kule Dodoma, ambapo mtu atakuwa amefanya complete kabisa kila kitu mpaka na fundi humo. Mpaka na kumlipa fundi wa kumtengenezea hiyo miundombinu. Kwa sababu kuna gharama ya tenki, kuna gharama ya fundi wa kuja kuunganisha ile plumbing, ile mabomba yale kwamba elekeze huko. Lakini pia na vile viungio vile ambavyo nasema kwa vichujio, vile ambavyo unaweza kuchujia pale kabla maji hayajaingia kwenye tenki lako. Kwa hizo gharama ni kama tunafanya gharama tu za kufanya kama ambazo tunatumia kwenye kuingiza maji ndani kwa mfano. Kwa hapa sasa unatengeneza namna ya kuingiza maji kwenye tenki lako, lakini kuchukua kwenye bati. Kwa hiyo nakusanya na pitisha kwenye hiyo gata naenda kule. Kwa hizo hiyo gharama ya kununua vile vitu viungio vile ndio inaenda kupelekea huko, ambao kimsingi mimi nafikiri inaweza kaenda chini ya hiyo milioni 4 kulingana na eneo ulilopo na mahitaji. Kwa ngapi kwenye familia unataka nani. Lakini itoe wito kwa mfano kwa taasisi. Taasisi zetu za umma. Ofisi kubwa. Sidhani kama kuna haja ya kukosa maji hata ya flash kwenye vyoo. Tunasubiria maji yaliyotibiwa yamekuwa klorini. Tunasubiria hayo tuyatumie kule. Kumbe tungekuwa tumevuna yale maji ya mvua yakatumika hata kwenye flashing ya vyoo na vitu kama hivyo. Na usafi, gardening kwenye taasisi. Lakini ukienda kwenye mashule kuta taasisi iko pale shule kwa mfano imenani. Sasa utaona kwamba gharama hiyo nimegusia hizo nikimaanisha gharama ambazo zitakuwa natumia kutengeneza ule muundombinu kwa hiyo hela na kitu utakacho save. Unaweza kukuta ile save ni kubwa kuliko gharama ambayo umetengeneza miaka yote. Kwa hiyo nimesemea milioni 4 kwa mali ya nyumba ya kawaida kabisa pengine. Na inaweza kuwa chini ya hapo kulingana na ukubwa wa nyumba yako na gata lenyewe itakuwaje. Unaona ikawa chini ya hapo na ikakufaa kwa matumizi ya muda mrefu ambayo utakuwa umeokoa pengine hata bili nyingine za maji. Naam. Ni vizuri umetoa wito kwa taasisi na sio tu za serikali, taasisi zozote zile. Kuna umuhimu wa kuweka hii miundombinu. Naam. Lakini pia una wito gani sasa kwa Mtanzania mmoja mwenye nyumba yake nyumbani? Najua hii episode yote imezungumzia umuhimu wa kuwa na miundombinu ya kuvuna maji majumbani. Lakini wito wako sasa tunavyoelekea mwisho wa episode hii ni nini kwa nisisitize Mtanzania mmoja? Yes, nisisitize kwa Mtanzania mmoja. Naomba nigusie Mtanzania mmoja, taasisi na hasa mamlaka za maji. Sawa. Na nyingine. Kwanza tukubaliane, mabadiliko ya tabia nchi yapo na yanaweza katuathiri muda wowote. Kwa hiyo tunapohangaika au tunapoweka mkazo juu ya kuwa na chanzo mbadala ni jambo nyeti. Kwa hiyo ni vizuri hata kama na maji yamekuja yaliyotibiwa kutoka kwenye mamlaka ya maji, ukiwa na chanzo mbadala ikakusaidia kutumia kupunguza hata hizo bili nyingine, sio tatizo. Sio tatizo. Ingawa najua kuna changamoto hapa ya mamlaka nasema sasa sisi maji tunachohitaji, serikali inachohitaji ni watu kupata huduma ya maji.
watu kupata huduma ya maji. Hiyo ndo focus kubwa ya serikali na kwa ujumla. Sasa kama wananchi mmoja tutawekeza nguvu pia ya kupata maji, yani haya ni maji yangu nimeyavuna na yatumia mwenyewe, si ndio? Na yakawa ameniokoa nyakati za uhitaji ambao sikupata ile huduma. Sidhani kama ni dhambi au ni tatizo kubwa. Ni faida kubwa. Lakini nikienda kwa upande wa taasisi kama wamesema, sio za serikali, sio za umma tu, hata za private. Nakuta kiwanda kinatumia maji kama malighafi, kama malighafi, na kinategemea maji tu ambayo yanapelekwa labda mamlaka. Alafu wanavutana wakati fulani, maji hayatoshi na nini. Najaribu kuimagine kwamba angeka miundombinu ya kuvuna maji, inawezekana gharama ile ya awali kawa ni kubwa. Lakini akitumia kwa muda mrefu faida yake ni kubwa kuliko kwa sababu labda gharama ya uwekezaji wa awali ule zikaonekana ni mkubwa. Unaongelea habari ya labda mfano viwanda. Akapata maji ambayo atakuwa na wakanao kwa muda mrefu. Na anaweza kaweka maji ambayo akatumia kwa muda mrefu tu. Na hata kama sio throughout year, kama sio mwaka mzima, lakini basi atamsave kwa miezi kadhaa. Na hiyo production cost ikaelekezwa upande mwingine. Yes. Na taasisi ni za umma pia, nikienda kwenye masokoni, kwenye masoko labda complex huko, tungeweza kuwa tunavuna maji pia, bado pia angetusaidia kwenye shughuli nyingine za pale ndani, pale kwenye soko pale na vitu kama hivyo, kwamba yangetumika kwenye miundombinu yetu labda kwenye washroom huko na vitu kama hivyo. Lakini pia ni sehemu pia kuhakikisha kwamba huduma ya maji ipo wakati wote, hata nyakati ambazo ni ngumu kama za ukame, lakini hata nyakati ambazo sio za ukame ila kuna changamoto ya miundombinu. Kuna baadhi ya maeneo miundombinu pia labda haijafika, anahangaika pale akisema kamekauka, simefanyaje, lakini kumbe angeweza kuwa na tenki kubwa tu la maji ambalo imechimba pale, amelisakafia vizuri, anapata maji ya kutosha. Naam. Engineer Linda, asante sana. Nashukuru sana kwa kutupa uelewa mzuri kabisa kuhusiana na uvunaji wa maji ya mvua na jinsi gani ni swala nyeti na muhimu katika kuhakikisha usalama wa maji kwenye maisha yetu ya kila siku. Kwa tunashukuru sana na bila shaka mtazamaji pia umejifunza kwamba maji ni jambo nyeti sana, usalama wa maji ni jambo nyeti sana. Kwa hiyo kama Engineer Linda alivyotoa wito kwamba ni vizuri tukajipanga na kuweka miundombinu na namna ambayo tunaweza tukakinga haya maji ya mvua yatusaidie. Huenda ukawa wewe una amani zaidi kutumia maji kutoka kwa mamlaka ya maji, lakini maji unayokinga labda ukatumia kwa mahitaji mengine, usafi, kuna bustani, kuna vitu vingine. Na sana nafikiri ni kwa wale ambao wanakinga maji kidogo, ambao bado hawana miundombinu ya kukinga maji kwa wingi labda kwa matenki. Lakini hata hayo maji machache ambao unayakinga kwenye ndoo, kwenye mapipa, bado yanaweza kukusaidia sana, yakakupa usalama kwenye matumizi ya kila siku. Yes. Kuna cha kuongezea? Yes, nafikiri sasa kwa mfano nilikuwa sijawataja watu wa mamlaka za maji. Sawa. Mamlaka za maji zina wajibu wa kutoa huduma maji maeneo yao. Lakini wanakumbwa na ukame na wenyewe. Kwa mfano, nakuta wanaingia gharama kubwa sana. Pale ambapo kunakuwa na ukame. Unajiuliza kama wangevuna yale maji. Okay, sasa mwananchi wa kawaida ameshindwa kuyavuna. Mimi mamlaka nikiyavuna sinaweza kupeleka kwa mwananchi huyo. Na nikamhakikishia uwepo wa maji safi na salama muda wote. Kunakuwa na wakati mwingine kunakuwa na ile kwamba sasa mamlaka anajiuliza, tunahimiza watu kuvuna maji. Sasa wakivuna maji sisi tutauza nini? Itakuwaje? Sasa si hatumuhimizi mwananchi tu, tunamuhimiza mamlaka mwenyewe avune maji. Kwa sababu kuna nyakati ambazo mwananchi anaweza sifune maji ya kumtosha mwaka mzima, miezi 12 yote. Sasa tunamhitaji yeye ndio awe na uwezo wa kusupply maji muda wote. Na kimsingi hata mamlaka angevuna maji mengi yeye mwenyewe, akatuhakikishia uwepo wa maji muda wote, ambao ndio mtazamo wa serikali kwamba tunataka tupate maji yawepo muda wote safi na salama. Basi
tungepunguza pia hata kumwambia mwananchi wa kawaida afuna maji, sio? Lakini bado hatuwezi kusema hiyo tu inatosha, kwa sababu bado pia mwananchi kuna bili za maji. Hiyo bili unaweza kuipunguza kwa kufuna maji, yaani yatumike kwa njia nyingine. Haya yakija yatumike kwa njia ya kunywa na nini, lakini yale mengine yatumike kwa shughuli mbalimbali za kibinadamu. Na inafika wakati ni kiangazi, hadi baadhi ya mazao naona kama yanapotea. What if tungekuwa tunamwagilia kila wakati? Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Mwananchi wa kawaida kabisa kwa na sehemu yako unavuna maji na unamwagilia unafanya. Kwa hiyo mamlaka waondoe ile hofu kwamba sasa inakuwaje watu wavune maji. Wavune pia na wao maji, ili yaweze kuwepo muda wote kwa watumiaji. Kwa sababu ile kwamba tulikuwa na ukame mwingi, hapana. Ni sehemu ya kudili na kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Mwananchi na yeye kwa nafasi yake pia anaweza kuchangia kwenye kupambana na hayo mabadiliko ya tabia nchi kwa kuvuna maji na kuhifadhi kwa matumizi mbalimbali. Na mwisho kabisa, maji ya mvua yanasababisha saratani. Naomba nisitize. Ni maji, chanzo chochote cha maji ya mvua hayasababishi saratani jamani. Usizue taharuki. Chanzo chochote kilichochafuliwa na madini ya aina hiyo inaweza kusababisha changamoto hiyo. Nakimbia mvua, maji ya mvua enda kunywa ya kisima na kutana nayo huko, kwa sababu ubora wake hauangalii tu kwamba amenyesha mvua nini, hapana, amekutana uchafu gani. Naam, asante sana. Jamani, mimi naona sina cha kuongezea tena. Nafikiri mhandisi amegusia kila kitu, masuala ya usafi na usalama wa haya maji, mambo gani ya kufanya kuhakikisha maji unayoyatumia unayoyavuna yanakuwa salama, na sio tu maji unayoyavuna kutoka kwenye mvua, lakini maji yoyote yanayotoka kwenye chanzo chochote ni muhimu sana yakatibiwa, ni muhimu sana yakawekwa kwenye mazingira ambayo yatakuhakikishia usalama wako pale unapoyatumia. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi kwenye episode hii ya leo. Nikusihi, kama haujasubscribe kwenye channel hii, fanya hivyo ili uendelee kupata maudhui mbalimbali ya sekta ya nishati pamoja na maji ambazo zinadhibitiwa na EWURA. Lakini pia unaweza kuendelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii ili kupata updates za shughuli mbalimbali ambazo tunazifanya. Asante sana. Jina langu ni Janet Mesomapia. Hadi wakati mwingine. Bye bye.